Jamii ya Kimasai wilayani Monduli mkoani Arusha wamezindua rasmi kituo cha kuhifadhi mila na desturi za jamii yao katika kijiji cha Esilalei. Uzinduzi huo ni sehemu ya juhudi za kuwezesha wanawake kiuchumi kupitia shughuli za utalii wa kiutamaduni. Kituo hicho kimejengwa kwa ushirikiano kati ya jamii ya Kimasai na shirika lisilo la kiserikali la Almasi Tanzania linalotekeleza shughuli zake wilayani Monduli. Lengo kuu ni kudumisha na kuenzi utamaduni wa Kimasai sambamba na kuwezesha kuwanufaisha kiuchumi wakazi wa eneo hilo hasa wanawake. Akisoma risala ya uzinduzi kwa niaba ya shirika la Almasi Tanzania, mkurugenzi Mark Mamasita alieleza kuwa kituo hicho kitakuwa nguzo muhimu ya kuhifadhi, kutunza na kuendeleza mila za jamii ya Kimasai. Aliongeza kuwa kupitia kituo hiki wageni kutoka ndani na nje ya nchi watapata fursa ya kujifunza kuhusu maisha, mavazi, lugha na utamaduni wa Kimasai. Unayozindua leo itajenga sura mpya ya jamii ya Kimasai, kuendeleza haki, mila na kujiweka sawa kukabiliana na imani potofu zinazodhoofisha utamaduni wetu, lakini pia inatujengea mwafaka mwingine wa kukuza na kuendeleza urafiki wetu katika jamii ya Kimasai. Na jamii zingine ndani na nje ya nchi yetu. Ndugu mgeni rasmi, baada ya kueleza umuhimu wa kukuza na kudumisha utamaduni wetu wa Masai, lengo mahususi la mradi huu nyeti ni kuhakikisha kwamba utamaduni wetu wa Masai ni nyenzo ya maisha na haupaswi kupuuzwa ama kudhihakiwa popote au kutumiwa vibaya na watu wenye nia mbaya kuua asili ya mambo aliyoweka Mwenyezi Mungu. Pili, mradi wa Mtiki ni kielelezo tosha kwa kubashiri changamoto wanazopitia jamii na kusaidia kutafuta suluhu ya baadhi ya changamoto ikiwemo elimu, afya na uchumi wa wanawake wa Kimasai katika wilaya Monduli, ikiwa sehemu ya malengo makuu ya shirika la Almasi. Ndugu mgeni rasmi, lengo kuu la kituo chetu ni kuwapa elimu wageni watalii kuhusu mila na desturi za Kimasai ambazo ni pamoja na kuendesha shughuli zifuatazo. Elimu ya makazi ya Kimasai kama ambavyo muonekano wake unaakisiwa hapa. Nyimbo na michezo mbalimbali za kitamaduni. Maonesho ya mambo kale na vitu mbalimbali za kitamaduni. Lakini pia kutoa fursa ya kukutana na kuchombezana na Wamasai kwa muda mzuri na kujenga urafiki nao. Ndugu mgeni rasmi, shirika la Almasi linatambua kazi kubwa inayofanywa na ofisi yako katika kuhakikisha kwamba utalii unaleta tija kwa jamii mbalimbali hapa nchini, na tumeona kwamba jamii hii inatumika katika kutangaza sekta ya utalii kwa nafasi kubwa. Hivyo shirika limeona kuna haja kutafuta fursa ya kuisaidia jamii kunufaika kupitia sekta hii ili kujiletea maendeleo endelevu na kutangaza jina la nchi yetu vizuri. Mimi hapa niliyesimama mahali hapa ninaitwa Wilson Lengema. Ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya ya Monduli, ninayesimamia serikali yetu kwa kuhakikisha kwamba wanaleta maendeleo katika maeneo tunayoishi ya nchi yetu. Lakini kwa upekee nimesimama nikiwa nimeshika vifaa hivi vya utamaduni. Nimesimama kuashiria maana halisi ya kituo hiki ambacho tupo. Na nataka wana Monduli wajue, wana Esilalei wafahamu, na Watanzania wote wafahamu nini maana hasa ya kituo hiki ambacho tunakizindua na tukimefungua leo. Kwa maana hiyo, mimi nianze na shukrani. Niwashukuru sana mkurugenzi pamoja na timu yako. Mmetuona sisi kama vijana wenzenu na viongozi katika jamii hii, mkatupa nafasi ya kuja hata kusimama kujumuika pamoja na ninyi kushuhudia tukio hili muhimu ambalo limefanyika kwa leo. Hebu naomba tuwapigie makofi. Lakini pia baada ya shukrani hizo ni kupongeze sana wewe pamoja na ndugu zako, pamoja na bodi yako, pamoja na familia yako kwa kazi nzuri.
Jamani, hao watu wamefanya kazi nzuri sana. Leo tunayo almasi. Almasi wakati mwingine inaweza ikashindwa kutafsirika, lakini mimi ni kama vile naita ramasi. Inafanania kabisa ramasi. Yaani hata jina lenyewe tu linaakisi maana halisi ya kituo hiki ambacho tunakifungua leo, kwa sababu iko ndani ya mila yetu hii ya jamii ya Kimasai. Tuwapigie makofi. Kwa hivyo nikupongeze sana. Lakini ndugu zangu, mimi niseme kwa machache na kwa uchache sana. Imeshasomwa risala na tumesikia, lakini pia ikatolewa taarifa na mkurugenzi alitupa maelezo ya kujitosheleza juu ya kituo hiki. Na mimi ninaungana mkono na yeye. Ndugu zangu, kituo hiki ni kituo ambacho kinahifadhi kumbukumbu. Kinahifadhi kumbukumbu zetu, kumbukumbu za jamii yetu, kumbukumbu za Wamasai, kumbukumbu ambazo wakati mwingine zimekuwa zinasahaulika. Na mkurugenzi, tu niseme jambo moja, ni kama vile nimeibiwa mawazo. Kuna sababu kubwa sana tunachokosa katika nchi yetu na katika maeneo yetu na katika mila hii ya jamii ya wafugaji, ni kukosa kumbukumbu ya vitu vyetu muhimu ambavyo vinatufaa katika maisha. Mgeni rasmi, siendi kukumalizia maneno, lakini mimi ni waombe tu wana almasi wakiongozwa na mkurugenzi. Umeonyesha jambo la kuigwa sana. Mmeenda Marekani pamoja na familia yako, lakini hamjaenda kuwasahau watu wenu. Mmerudi na kuwaletea kitu cha maana sana. Hongereni sana. Lakini pia mmeenda na mkarudi na kitu kingine. Hamjaenda kupoteza mila yetu ambaye ni mila ya kuigwa duniani kote. Leo umemrudisha kijana wako akiwa na miaka 15 na kuja kumfanya awe morani ndani ya ardhi yake. Hongera sana. Lakini kingine, hiki kituo kwa kweli ni kitu cha maana sana. Waga mimi miaka kama 3-4 imepita, nilienda kule Narok. Nilishuhudia kitu kama hiki kule Narok, wakiwa wanaita Masai Center, na wakionyesha haya yote ambayo leo tumeona tulipotembelea ukumbi ule. Sasa tunashukuru sana kwa ubunifu wa hali ya juu ambao mmetuletea sisi wana Isilale, wana Monduli, kitu ambacho sasa Watanzania wote wanakuja kujifunza mahali hapa. Upande wa wananchi wa jamii ya Kimasai nao wameonyesha matumaini makubwa juu ya kituo hicho, wakieleza kuwa kimekuja kwa wakati muafaka kusaidia kulinda maadili, mila na tamaduni zao, huku kikiwapa fursa za kiuchumi hasa kwa wanawake na vijana. Josephine Matayo ni huyu hapa, alikuwa mama yangu. Naitwa Josephine Matayo, naelezea jinsi sasa sisi Wamasai tunavokaa, tunavokuwa katika mila zetu na desturi. Kituo hichi tulichopo sasa hivi, hichi kituo kinatufundisha, kimetolewa kwa ajili ya tradition ya Kimasai. Wamasai wamejikusanya hapa na waliojenga ni watoto wa Kimasai waliolelewa na wazazi wao. Watoto wa Kimasai tunavolelewa, tunakuwa pamoja na wazazi wetu, hatuendi sehemu labda shughuli za kazi. Lakini tunavorudi manyumbani tunafundishwa ile tradition sasa, kwamba lazima uje ujenge kwenu, lazima uje ujenge katika mila zako na desturi. Sasa wanavorudi sasa hawataiga ile mila ya kizungu walivyokwenda mashuleni, wanakuja majumbani, lazima waonyeshe wawe pamoja na jamii yao ya Kimasai. Ndivyo walivyofanya hawa, wakajenga museum ili kuonyesha mila na desturi. Kuna vifaa vingi pale museum, zile vya kama hizi hapa nilizovaa mimi. Jinsi walivyoiunda hii shughuli yao ni kwamba kuwezesha Wamasai katika mila na desturi. Hebu tuambie, mnafundishwa nini ama mafunzo gani ambayo yanatolewa ambayo unafikiri yatasaidia kwenye maisha? Mafunzo tunayofundishwa kwenye mila yetu, tunafundishwa kwamba tuwe na heshima, na atakaye kiuka sheria za mila
atachukuliwa sheria. Kwa hiyo sasa tunaogopa, tunavyofundishwa zile mila zetu, tunakaa sawa sawa na mila zetu. Na zile mila zinafundisha heshima. Na zile mila jinsi hata uvaaji tunavyovaa. Tunafundishwa kuvaa kama mimi nilivyovaa hivi. Tunafundishwa kuvaa mivazi ya chini kabisa, so mifupi. Ndivyo inavyotusaidia sisi mila yetu. Sabeti Matayo. Natai hiyo Kisiongo. Unafanyaje hapa? Wale ndeyo tangata ngidalata yo kan Maasai ya kulungerang na ikindo kulungerang torukwa kisidana lingi. Mwanzo sisi wa Masai watoto wetu wanavyokuwa tunawakuza katika mila zetu nzuri. Amode ngerang nikintengen orukwa lianganye mera ngera sidana lianganye. Watoto wetu tunawafundisha tabia njema ya kuheshimu, wanakuwa na heshima. Nikintengen ngerang eniko biara matisho. Na tunawafundisha pia jinsi ya watakavyoangalia mifugo yetu. Amode ndeyo na igirala na mara longishu. Sisi tunawafuga ng'ombe kwa wingi. Nyori bengi lala na Maasai ngishu. Benki letu kuu ni mifugo. Na nikintengen niko be yellow ara matishu. Ne yellow ehira shoma ehira ne yellow eniko de nebonu ngangiti mpaka ne yellow eniko pera mat lohogo didi ne yellow eniko bisu be namora be medingo udikana. Watajua jinsi watakavyopeleka malishoni, watajua jinsi watakavyowarudisha. Jina langu anaitwa Nasaru Papai. Naishi hapa sehemu kijiji ya Silalei. Na shukuru sana hii shirika la Almasi sababu imesaidia sana. Namshukuru sana. Imesaidia sana kwa sababu imeletea sisi makoba. Nakuja kuonyesha nani kitu ya kufanya. Wamejengea watoto shule. Namsaidia sana lakini namwambia nashukuru. Kwa majina naitwa Singo Imoko, mokasi wa Ulaya Mduli, kata tarafa ya Makuini, kata ya Silalei. Hapa tulipo tuko kata ya Silalei, kijiji ya Silalei. Hapa ni unapoiona umati ya sherehe tulipotengeneza hivi, kama sisi wa Masai tunajua kutengeneza kama jinsi mnapoiona, lakini mnapotazama haya manyumba ambayo tulitengeneza kwa namna hii, tulifanya hivyo kwa jambo moja muhimu sana katika ndani yetu ya mila ya Kimaasai. Na ndio maana tumefanya hivi kutengeneza hii boma ya utamaduni ili ajifunze na wapitie na aone kama jinsi wasasi wao jinsi walipofanya kutengeneza, ili aweze kuiga, wasije kuacha hata kama anasoma. Kuacha mila zao. Mila zetu ni nzuri, ni kitu ya maana ndani sisi ndani wa Masai. Mila ni kitu ya maana ambao wanarudisha watoto asipotee. Wengi sana wanasoma. Tunawafanya ili wote ambao wanasoma wamekimbilia mjini watasame na kuangalia, wasije kwenda kufurugiana huko mjini kama mambo mengine. Siwezi kutaja kama ni wakina nani, lakini tunajua mjini na mambo zao. Hii mila ya Kimasai inarudisha waume na watoto wa kike, wanawafundisha umetoka ukoo gani, wewe umetoka ukoo gani, wewe umesaliwa na rika gani. Hii inafundisha ile wasije kwenda kufanya awe tofauti na wanyama. Na ndio maana tumefanya hivyo, waendelee kujifunza kwa namna hiyo. Nikiripoti kutoka hapa katika kijiji cha Silalei kilichopo kata Silalei wilayani Monduli mkoani Arusha, mimi ni Baraka Lucas wa Jambo TV.